Kuanzia leo asubuhi tumebaini kuwepo kwa vitendo vya kihalifu katika akaunti za mitandao ya kijamii za baadhi ya taasisi za serikali. Baadaye tukaanza kuona pia wakiingilia katika taasisi zisizokuwa za kiserikali. Vyombo vyetu vimeanza kuwatafuta wote wanaohusika ama waliojihusisha na vitendo hivyo. Tumebaini mambo mawili yanayofanyika. La kwanza ni la wale ambao wametumia mbinu za kupata credentials, yani taarifa za kuwawezesha kuingia kwenye akaunti za taasisi zetu za serikali na kwenda kuchapisha machapisho yenye taarifa potofu yanayolenga kuleta uchochezi na kuleta taharuki kwa wananchi. Hiyo moja. Lakini wako ambao wamethubutu kwenda kusajili akaunti ambazo zina majina yanayofanana na baadhi ya taasisi zetu zinazoaminika za serikali na kuchapisha maudhui potofu, maudhui yenye kuleta taharuki na kutishia wananchi. Kwa hiyo tumechukua hatua za haraka kwanza kuondoa maudhui hayo, lakini sasa hivi kazi inayoendelea ni kwa vyombo vyetu kuwatafuta na kuwachukulia hatua za kisheria wote waliohusika na uhalifu huu. Nataka kuambia Watanzania kwa uwekezaji ambao serikali imeufanya katika usimamizi wa mtandao yetu ama internet kwa cyberspace yetu, hakuna atakayefanya uhalifu wa namna hiyo na asifahamike. Litakuwa ni swala la muda tu. Kuhusu kuzuiwa, kushikiliwa na kuachiwa kwa wanaharakati pamoja na wanasheria waliotoka kuja nchini kutoka Kenya na Uganda kufuatilia shauri la mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu, Msigwa ameeleza kundi hilo hawakuwa na vibali vya uwakili Tanzania. Ni kweli kuna raia watatu wa kutoka nchi jirani ya Kenya waliingia nchini juzi. Sasa pamoja na kwamba nchi zetu zina makubaliano ya free movement of persons, yani watu kuingia kwenye nchi kwa uhuru, lakini pia kila nchi ina mamlaka ya kujua sababu za mtu unapokwenda kwenye nchi nyingine unakwenda kufanya nini. Sasa hawa kwa sababu mmoja wao tayari alishakuja na kulikuwa tayari kuna mambo ambayo aliyafanya yaliyoashiria kuingilia mambo ya ndani ya Tanzania na mifumo ya ndani ya nchi yetu, mamlaka zikamzuia kuingia pamoja na hao wenzake wawili. Lakini mpaka sasa wote wamesharejeshwa nyumbani kwao ama nchini kwao. Kimsingi wanaingilia mamlaka za ndani ya nchi za usimamizi wa masuala mbalimbali yakiwemo hayo ya kidemokrasia, masuala ya kisheria na mengine mengi. Nchi yetu ina utamaduni wake na ina taratibu zake. Haiwezekani kwa vyovyote itakavyokuwa mamlaka zikamwacha huru mtu yeyote, iwe kutoka ndani ya nchi ama kutoka nje ya nchi, atakayetaka kuingia nchini kwa malengo ya kuja kushiriki katika matukio ambayo yanaleta tishio kwenye amani yetu, kwenye umoja wetu, kwenye utulivu wetu. Sasa pamoja na kwamba nchi zetu zina makubaliano ya free movement of persons, yani watu kuingia kwenye nchi kwa uhuru, lakini pia kila nchi ina mamlaka ya kujua sababu za mtu unapokwenda kwenye nchi nyingine unakwenda kufanya nini. Sasa hawa kwa sababu mmoja wao tayari alishakuja na kulikuwa tayari kuna mambo ambayo aliyafanya yaliyoashiria kuingilia mambo ya ndani ya Tanzania na mifumo ya ndani ya nchi yetu, mamlaka zikamzuia kuingia pamoja na hao wenzake wawili. Lakini mpaka sasa wote wamesharejeshwa nyumbani kwao ama nchini kwao. Kimsingi wanaingilia mamlaka za ndani ya nchi za usimamizi wa masuala mbalimbali yakiwemo hayo ya kidemokrasia, masuala ya kisheria na mengine mengi. Nchi yetu ina utamaduni wake na ina taratibu zake. Haiwezekani kwa vyovyote itakavyokuwa mamlaka zikamwacha huru mtu yeyote, iwe kutoka ndani ya nchi ama kutoka nje ya nchi, atakayetaka kuingia nchini kwa malengo ya kuja kushiriki katika matukio ambayo yanaleta tishio kwenye amani yetu, kwenye umoja wetu, kwenye utulivu wetu.